Unachokishuhudia hizo ni ndege zisizo na rubani ama drones kwa lugha ya kigeni ambazo zinaelekea nchini Qatar. Naam, Iran imethibitisha kushambulia kituo cha kijeshi cha Marekani nchini Qatar, ambapo pia Qatar imelalamikia ukiukwaji wa mamlaka yake. Taarifa ipo hivi: Jamhuri ya Kiislamu ya Iran imethibitisha kufanya shambulizi la makombora dhidi ya kituo cha kijeshi cha Marekani cha Al Udeid kilichopo nje kidogo ya mji mkuu wa Qatar, Doha, katika kile kilichoelezwa kuwa ni hatua ya kisasi kufuatia mashambulizi ya Marekani na Israel dhidi ya maeneo yake ya nyuklia. Kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na Baraza Kuu la Usalama wa Taifa la Iran, makombora hayo yalielekezwa kwa uangalifu mkubwa ili yasidhuru maeneo ya raia. Hatua hii haikulenga kuhatarisha usalama wa Qatar wala watu wake, bali ilikuwa ni jibu mahususi kwa vitendo vya kijeshi vilivyofanywa dhidi ya taifa letu, imesema taarifa ya jeshi hilo. Hata hivyo, serikali ya Qatar imelaani vikali mashambulizi hayo, ikitaja kama uvunjaji wa wazi wa mamlaka ya uhuru wa taifa hilo. Taarifa hiyo imesema hili ni tukio la kushtua na la kukiuka moja kwa moja mamlaka yetu ya kijeshi na kisiasa, imesema taarifa hiyo ya Wizara ya Mambo ya Nje ya Qatar. Kwa mujibu wa duru za kiusalama, mfumo wa ulinzi wa anga wa Qatar uliweza kuzuia makombora hayo kabla hayajaleta madhara makubwa. Hakuna taarifa za vifo au majeruhi zilizotolewa kufikia mpaka sasa, lakini wachambuzi wa masuala ya usalama wameonya kuwa tukio hili linaweza kuchochea mvutano mkubwa zaidi kati ya Iran, Marekani na washirika wake katika eneo la Ghuba. Al Udeid ni kituo kikuu cha kijeshi cha Marekani Mashariki ya Kati chenye maelfu ya wanajeshi wa Kimarekani na vifaa vya hali ya juu vya kijeshi, ambayo ni makao makuu ya operesheni za Marekani katika eneo la Ghuba. Shambulio hilo linaibua wasiwasi juu ya usalama wa vituo vya kijeshi katika eneo hilo lenye mvutano mkubwa wa kisiasa na kijeshi. Taarifa zaidi zinaeleza kuwa Iran imekuwa ikitoa kauli kali za kisiasa dhidi ya Marekani na Israel katika siku za hivi karibuni, hasa baada ya mashambulizi dhidi ya maeneo ya kinyuklia ya Iran na ngome za kijeshi. Kwa sasa mataifa ya Kiarabu jirani yakiwemo Saudia na Umoja wa Falme za Kiarabu UAE yameeleza wasiwasi wao juu ya usalama wa eneo hilo na kuhimiza pande husika kutumia njia za kidiplomasia kutatua mgogoro huu kabla haujawa mkubwa zaidi. Unachopaswa kujua kuhusu kituo cha kijeshi cha Al Udeid nchini Qatar ni kituo cha kijeshi cha Al Udeid chenye ukubwa wa hekta 24 sawa na ekari 60. Kipo kusini magharibi mwa mji mkuu wa Qatar, Doha, na ni miongoni mwa vituo muhimu vya kijeshi vinavyotumika na wanajeshi wa Marekani katika eneo la Mashariki ya Kati wakati wa operesheni. Kituo hiki kinahifadhi zaidi ya wanajeshi 10,000 wa Marekani na vikosi vya washirika, na ndicho makao makuu ya mbele ya kamandi kuu ya Marekani kwa Mashariki ya Kati, yani CENTCOM. Kituo hiki kilianzishwa kupitia makubaliano ya ushirikiano wa kijeshi mwaka 1996. Al Udeid ni nguzo muhimu kwa operesheni za anga katika nchi kama Iraq, Syria na Afghanistan, na kina njia za kurukia ndege zinazoweza kuhudumia ndege nzito za kivita kama vile B-52 na ndege nyingine kubwa zaidi. Mashambulizi hayo yamesababisha shirika la ndege la Oman Air kusitisha kwa muda safari zake za kwenda na kutoka Manama, Dubai, Kuwait na Doha kufuatia maendeleo ya hali ya usalama katika kanda, kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa kupitia mtandao wa X, zamani Twitter. Taarifa hiyo imeeleza, tunaweza pia kuwa na ucheleweshaji wa safari kwenye maeneo mengine ya mtandao wetu kutokana na kutumia njia ndefu za kuruka, taarifa hiyo imeeleza. Wakati hayo yakiwa yanaendelea, katika taarifa yake Wizara ya Mambo ya Nje ya Qatar imesema inafuatilia kwa wasiwasi mkubwa hali ya hatari na ongezeko la kasi la mvutano katika eneo kufuatia shambulio dhidi ya kituo cha kijeshi cha Qatar. Katika taarifa yake, Wizara ya Mambo ya Nje ya Iraq imesema hali hiyo imezua wasiwasi mkubwa, hali ya hatari na ongezeko la kasi la mvutano katika eneo kufuatia shambulio dhidi ya kituo cha kijeshi nchini Qatar. Tukio hili ni jambo ambalo Iraq imekuwa ikilitahadharisha kwa muda mrefu kutokana na hatari kubwa zilizowasilishwa kwa usalama na utulivu wa eneo zima, taarifa hiyo imeeleza. Hata hivyo, ilionya kuwa ongezeko hilo la mvutano linawakilisha hatua hatari na isiyokuwa ya kawaida katika mzozo huu na linaibua hofu na kuenea kwa makabiliano zaidi kwa siku zijazo. Wizara hiyo pia imesisitiza kuwa migogoro ya kikanda inaweza kutatuliwa tu kupitia mazungumzo, na ikarudia wito wake wa kujizuia na kutotumia nguvu katika makabiliano katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Hii ni Msasa Media, Msasa kisasa zaidi.